Mungu alifukuza Adamu na mkewe kutoka kwenye paradiso ya duniani. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Mti wa uzima ulikuwa mti mwingine maalum katika bustani. Ni wakamilifu tu walioweza kula matunda yake. Adamu na Hawa hawakuwa tena wakamilifu. Walifanya dhambi na lazima wazeeke na kufa. Mungu wetu muumbaji mkuu ni mtakatifu. Hivyo yeye ni mkamilifu, msafi, thabiti na mwenye haki. Kwa sababu ya utakatifu na sheria zake takatifu, lazima aiadhibu dhambi kwa kifo, kutengwa na chanzo cha uzima. Baadhi ya watu hufikiri kuwa Mungu ni mkuu kiasi cha kuweza kupuuza baadhi ya sheria alizoziamua mwenyewe. Fikiria mahakama ambapo hakimu anakataa kuzitiisha sheria za nchi. Utasema huyo ni hakimu mkuu? Fikiria mchezo wa mpira wa miguu ambapo mwamuzi mkuu hazifuati sheria za mchezo. Utamuita ni mwamuzi mkuu? Shetani alitaka Hawa aamini kuwa muumbaji wake hatayatiisha maagizo yake, kuwa hata waadhibu kifo wavunjaji wa sheria. Lakini mfalme na mhukumu wa ulimwengu, mwenye haki wakati wote, hutimiza neno lake. Mungu ni mkuu, unaweza kumtumaini. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako. Fadhili na kweli za hudhuria mbele za uso wako. Ona kama unaweza kutegua kitendawili hiki. Shetani na wanadamu wanaweza kufanya nini ambacho Mungu hawezi? Hapa kuna jibu la Mungu mwenyewe. Mimi sitalihalifu agano langu, sitabadili neno. Kwa utakatifu wangu hakika sitamwambia Daudi uongo. Mfalme wa ulimwengu hawezi kurudi nyuma kuhusu neno lake. Nje ya bustani, ulimwengu ulikuwa bado mzuri, ingawa ulijumuisha pia mambo mabaya kama vile miiba, wadudu wabaya na mwili wenye kuchakaa. Wanyama wengi tayari hawakuwa na urafiki tena. Haikuwa rahisi kupata chakula. Iliwabidi Adamu na Hawa